Zipo ndoa kadhaa ambazo sheria zikubali, tutataja baadhi kulingana tu na muda. Moja, kuna ndoa inaitwa ndoa ya muta, zawaji wa nikahu muta. Uislamu hauikubali ndoa hii, na jina lenyewe tu muta. Muta ni starehe. Ndoa ambayo inaitwa ndoa ya muta, lengo lake ni kustarehe tu na si kuendeleza kizazi. Haina lengo la watu kupata watoto. Ndio inaitwa ndoa ya muta, maana ndoa ya muda. Na katika sheria ya Kiislamu, ndoa yoyote ikipangiwa muda tu, ndoa hiyo inakuwa batili hapo hapo. Watu wanakubaliana kuoana kwa muda wa miaka miwili, miaka mitatu, miaka 10. Mkiweka muda tu, ndoa inakuwa batili. Kwamba hao watakuwa mume na mke kwa kipindi cha miezi kadhaa, miaka kadhaa. Kupanga muda tu wa ndoa ile inakuwa batili. Kwa hiyo zawadi muta au nikahu muta ni ndoa ya muda mfupi. Makusudio ya ndoa, maana yake wanandoa wakishafunga ndoa, kifo ndio kujitenganisha. Ndio makusudio hasa. Ikitokea sintofahamu hapa katikati, upo utaratibu ambao tunaelekea tutaelezea baadaye. Kuna masuala ya talaka nini, lakini makusudio hasa ndoa idumu, kifo ndio kiwatenganisha. Sio kwamba umefika muda sasa kwamba ule mkataba wa ndoa ndio umeishia hapo, umeexpire. Ndoa ya namna hiyo ni batili katika sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo aina ya kwanza ya ndoa ambazo hazikubaliki na sheria ya Kiislamu ni ndoa ya muda mfupi, au ndoa ambayo malengo yake ni kustarehe na si kuanzisha familia. Inaitwa ndoa au nikahu mut'a, zawadi mut'a. Hii ni haram. Ya pili, zawadi au nikahu tahlil, ndoa yenye lengo ya kuhalalisha. Kinahalalishwa kipi? Utaratibu ikitokea kukapatikana changamoto kati ya mume na mke, suluhu ikashindikana, Uislamu haumlazimishi mume wala haumlazimishi mke kuendelea na ndoa hiyo, kama ambavyo mwanzo haikuwalazimisha kwamba fulani lazima amuoe fulana na huyu binti fulani lazima aolewe na fulani. Kote ni hiari. Kwa hiyo mwanaume kumuoa mwanamke anayo hiari ya kumuoa anayemtaka, lakini anayeolewa pia vile vile anayo hiari. Hayo tumeyapitia katika darasa za huko nyuma. Ikitokea maisha kati yao imekuwa ni magumu, haiwezekani, sintofahamu imekuwa ni kubwa, hawalazimishi kuendelea kuishi pamoja. Hawalazimishi kuendelea kuishi pamoja. Upo utaratibu. Sheria imempa mume mamlaka ya talaka. Na talaka zipo 3. Kuna talaka ya mara ya kwanza ambayo inaitwa talaka rejea, talaka ya mara ya pili nayo ni talaka rejea, talaka ya mara ya 3, hii ndio inamaliza kabisa mahusiano kati ya watu wawili. Mtu akimpa talaka mkewe talaka moja, maana yake anayo fursa ya kumrejea ndani ya kipindi cha eda yake. Tusikilizane vizuri, anayo fursa ya kumrejea ndani ya kipindi cha eda yake, sio kumuoa upya, kumrejea. Na kurejea ni na vitu viwili, kauli au kitendo. Anaweza kusema tu nimekurejea mke wangu, kesi imekwisha. Ni haki ya mume, si lazima mke akubali au akatae. Hataki kitu kingine. Mume alitoa talaka moja, eda bado haijaisha, anayo haki ya kumwambia mkewe nimekurejea, zilikuwa hasira tu, tusameane, nimekurejea mke wangu. Maisha ya ndoa yanaendelea kama kipindi cha eda hakijaisha. Wanaweza wakaendelea kuishi, likaja likatokea tena imepita mwaka, miaka 2, 3, 10, mume akakasirika akatoa tena talaka kwa mara nyingine, anayo fursa pia ya kurejea ndani ya kipindi cha eda, kumrejea na sio kumuoa. Ikitokea maisha yameendelea akaja kufanya hivyo mara ya 3, hapo kamaliza. Huyo mke hawezi kumrejea ndani ya kipindi chake cha eda, atasubiri mpaka eda ishe. Kama ana fikra ya kujuta kwa alichokifanya, maana yake asubiri na aombe huyu mwanamke aolewe na mtu mwingine,
Sasa sijui kama maombi atakuwa ni sahihi, afa ombe aachwe au afiwe. Hapo sasa ndio anaruhusiwa kumwoa tena, na akimwoa tena zile talaka zinaanza upya, asiendelee tena ya 4 na 5, zitaanza upya 1, 2, 3 akimwoa tena. Sasa kuna hila na mbinu zinafanyika. Mtu anaweza kutoa talaka ya kwanza akamrejea, ya pili akamrejea, ya tatu afu akajuta, na ashajua kwamba sheria hairuhusu kumwoa tena huyo, mpaka leo na mtu mwingine anapatana na rafiki yake, bwana muoe kwa muda mwezi mmoja afu mwache. Hii ndio inaitwa ndoa ya kuhalalisha. Kisikia ndoa ya kuhalalisha inakuwa katika sura kama hii. Mtu kishamaliza talaka zote 3, halafu baadaye akajuta na kujilaumu. Yawezekana baada ya hapo aliona akaona kumbe wanawake wote sawa, au akamwona yule wa kwanza ana afadhali kuliko wengine, akafikiria tena kurudi katika maisha na yule mke wa mwanzo. Ila ndio kishamaliza talaka zote 3, anafanya makubaliano na mtu yoyote na rafiki yake kwamba amuoe kwa muda fulani. Tena mwingine anamwekea mshahara muoe tu, lakini swala la nyumba hamna. Mwingine anaweza kutoa na pesa hii hapa, mimi nataka, anachotaka tu iwe ni halali kwake yeye kumuoa tena, kwa sababu alikishauriwa na mwanamke mwingine na mwanaume mwingine. Ndoa ya namna hii ni haram, zawadi tahlil, na wanaofanya hivyo wamelaaniwa. Anayehalalisha kumhalalisha mwenzie na anayehalalishiwa, wote wawili wamelaaniwa. Sasa hii ni aina ya pili ya ndoa ambazo ni haram. Tumeona ndoa ya muda mfupi ambayo lengo lake ni kustarehe tu na si kuendeleza familia au kizazi, na ndoa ambayo ina lengo la kuhalalisha. Haya yanafanyika sana. Mtu anajuta baada ya kuwa fursa amezimaliza, anajuta, lakini anatafuta namna. Anaweza akapata mtu akampa fikra kama hii, atambua anachokifanya ni haramu na anakwenda kulaaniwa na Mwenyezi Mungu kwa kitendo hicho cha kuoa kwa lengo la kuacha ili amhalalishie rafiki yake. Huyu anayehalalisha kalaaniwa na anayehalalishiwa naye kalaaniwa. Sasa mara nyingi unakuta wanataja watu wawili, mume wa kwanza na mume wa pili. Mume wa pili anaoa ili amhalalishie mwenzake au rafiki yake au mtu aliyepatana naye, aliingia naye mkataba. Na mume wa kwanza kaingia makubaliano na mtu mwingine, mume wa pili, ili ahalalishiwe. Haionekani kutajwa mwanamke hapa. Mara nyingi haya yanafanyika, mwanamke anakuwa hajui. Mara nyingi kwa hivyo. Lakini kama na yeye anajua na kashiriki katika mpango, na yeye anashiriki katika madhambi. Wataawanu 'alal birri wattaqwa wala taawanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ilivyo kawaida, mara nyingi mwanamke anakuwa hajui. Yeye anaona kapata mtu mwingine au kumwoa atakuwa afadhali, kumbe ni mpango umetengenezwa. Mara nyingi wanamficha mwanamke. Na yawezekana lengo la kumficha, maana yake kama atajua anaweza asiwafiki, asikubali kabisa kwamba mnanichukulia nini kama machungu. Yaani wewe unanioa mimi kwa ajili ya kunihalalisha kwa ajili ya mume wa kwanza. Ndio maana mara nyingi inakuwa mwanamke anafichwa, hajui kitu. Yeye anaona kaja mtu mwingine, anaweza kuwa ni rafiki wa mume wake. Sasa shida tena, wewe ndio utakuwa mimi tena. Mume hajui mpango uliopita. Au watu wengine, huyu mume wa kwanza anaweza kufanya mpango, akaongea na mtu ambaye hata mwanamke alikuwa hamjui kabisa, lakini mpango umetengenezwa. Mwanamke akisema alhamdulillah, nimepata mtu mwingine, huenda mambo yako kama mazuri, kumbe ni mpango umetengenezwa. Kwa hiyo mara nyingi anakuwa mwanamke hajui, na ndio maana unaona hata hadithi inataja leo laaniwa ni wawili, al-muhallil wal muhallal lahu, muhalalishaji na muhalalishiwa, hao wote wawili wamelaaniwa. Sasa baada ya kutaja hizo aina mbili za ndoa ambazo ni haramu, nimesema leo tunakwenda kuhitimisha darasa hili. Yako mambo mengi sana, lakini tumechagua tu yale ya msingi kuyajua.